Wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 18 mnaelekea kule Eswatini kwenda kucheza mchezo wenu wa kimataifa. Namna ambavyo unavyoitazama kikosi chako cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Juzi mliweza kucheza mchezo wa kirafiki wa kwanza chini ya mwalimu mpya. Mnyama kashinda mabao 2-1. Kama mwana Simba, Simba hii unaizungumziaje hasa na kuelekea katika mchezo wenu ule wa kimataifa? Hii Simba kusema kweli ukiangalia ni Simba ambao ya mafanikio. Yani kwa sababu tukiangalia usajili ambao tulofanyiwa na mwalimu Fadru ni usajili ambao ni mkubwa sana. Ameangalia vigezo na wachezaji ambao wanastahili kuchezea Simba. Kwa hiyo wachezaji ambao waliongezewa pale, naamini ndani ya msimu huu tutaenda kufanya vizuri sana. Kwa hiyo kuja huyu mwalimu wetu mpya ni meneja matatu, nadhani baadhi ya timu zishaanza kuogopa kazi ambayo ameanza kuifanya. Leo hii tunasikia nani Jan Chaza anacheza namba 11. Kwa hiyo unajua kabisa jinsi gani mwalimu ambaye amekuja na approach yake mpya, na tunaamini kwa wachezaji ambao walokuepo basi tutafikia ahadi ambayo tunaitaka kufikia. Simba tumewazoea kufika katika hatua ya robo finali. Msimu uliopita mliweza kufika katika finali katika kombe la shirikisho. Safari hii kila mwana Simba ambaye unayemsikia anaweza kusema ama anatamba kwamba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mnaurejesha na mnaweza kufika katika hatua ya nusu finali. Nini kimebadilika ndani ya kikosi cha Simba? Kilichobadilika ni kuongeza wachezaji, kwa sababu kwanza kuna wachezaji ambao walioachwa ambao walishindwa kutufikisha hii sehemu ambao tunahitaji kufika, na mwalimu Fadu akaamua kuongeza wachezaji ambao wanaweza kutufikisha ile sehemu ambao tunaohitaji. Maana ukiangalia msimu tunaenda tunacheza hii club bingwa. Kwa hiyo malengo ya Simba msimu huu ni kufika nusu finali. Kama tutaenda finali basi itakuwa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kama akatupendelea zaidi, lakini malengo hatua robo finali kwetu ni kawaida. Kwenda nusu finali ndio jambo la msingi. Ukija katika kombe la ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita nadhani tulikosea ni mistake ndogo tu ambazo zilisababishwa tukose ubingwa. Nadhani tulizidiwa kwenye pointi tu. Naamini kama msimu huu karata zetu tutazichanga vizuri, na kutokana na ubora wa wachezaji ambao tulikuwa nao, naamini ubingwa tutautangaza mapema sana. Mwanzoni mwa msimu Wekundu wa Msimbazi Simba mliweza kuchagua uwanja wa Benjamin Mkapa kama ndio uwanja wenu wa nyumbani. Sasa hivi kutokana na marekebisho ambayo yanaendelea pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mmerejea Meja Jenerali Isamunyo kwa mara ya kwanza. Mnyama anaenda kucheza pale mechi zake za nyumbani. Hii imekaaje huku mtani wenu Young Africans akibakia pale KMC ambapo Mnyama aliwahi kutumia ule uwanja kama uwanja wake wa nyumbani? Unajua Simba anapoamua kufanya jambo lake kama hivyo, uwanja wa Benjamin Mkapa ndo tayari kwa ajili ya matengenezo. Kwa hiyo kwa viongozi wameona tuende Meja Isamuyo. Meja Isamuyo pia ni uwanja ambao uko salama, japo ni mbali, lakini ni uwanja ambao uko mzuri tu. Kwa hiyo sisi kikubwa tu mashabiki wa Simba tujitokeze pindi tutakapocheza mechi zetu kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kwa hiyo kujitenga na Otopolo pia inaweza ikatusaidia zaidi. Japo na hisia zangu zinanipa na hao wenzetu wanaweza wakatufuata tena, kwa sababu unajua sisi tulivyohamia KMC mwaka jana nao wakatufuata KMC. Kwa hiyo usishangae kesho na kesho kutwa wakasikia Utopolo nao wametufuata Meja Isamuyo. Kwa sababu ya nini? Kutufanyia figisu. Na hizi tunaielewa. Kwa hiyo msimu huu Simba imejipanga na hilo. Na ndio maana tumewachawa KMC, sisi tuko Meja Isamuyo. Ule uwanja kwanza una masharti mengi sana. Ulinzi wa kutosha uko pale. Mashabiki wanafurahia kwa nidhamu. Hamna kuvunja vitu pale, hamna kufanya kitu chochote kibaya, kwa sababu tuna ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo kuhamia kule kwetu sisi utatusaidia zaidi katika mafanikio yetu ambayo tunaitaka kwa ajili ya kuchukua ligi kuu. Juzi hapa kulikuwa kuna taarifa ama shirikisho la soka duniani FIFA liweza kuwachagua wajumbe wake, na kuna baadhi ya nafasi kadhaa ziliweza kutoka hapa kwa viongozi wa mpira hapa nchini kwetu Tanzania. Swala kubwa ama pointi ni kuhusiana na rais wa Young Africans ambaye aliweza kuchaguliwa kama mjumbe wa mashindano yote kwa upande wa wanaume duniani. Wekundu wa Msimbazi Simba mjampongeza bwana? Hapana. Nani hajampongeza? Wewe ndio umeniuliza sasa hivi, niambie nimpongeze. Unajua kila kitu Mungu ndo anapanga, na kila mtu anatamani kufika huko. Kwa hiyo kwa Ellis hicho ambacho amechaguliwa, sisi kama Watanzania tunamsupport kwa sababu kule ni ngazi za juu kabisa. Lakini tuambie tu ndugu zetu Utopolo, kuchaguliwa kwa engineer katika hiyo nafasi
hakumaanishi kwamba hao ndo watachukua ubingwa. Aina hiyo, mpira unachezwa ndani ya pitch. Kwa hiyo tunaona ndugu zetu toka juzi mitandaoni mpaka sasa hivi wamejiita nini, mashabiki wa FIFA, semaji la FIFA. Kwa hiyo yani wasione kwamba Harris kwenda kule wao ikawa labda wana vigezo vikubwa sana vya kupambana kwenye michuano ya klabu bingwa, yani kwamba watapita kiolela kama wanavyofanya kwenye ligi kuu. Kule michuano inasimamiwa kihaki, kule kuna VAR, kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo kwa engineer, kwa sisi wa Tanzania tu kwamba tusupport kwamba mwenzetu amechaguliwa yuko katika section nzuri, lakini sio kwamba kuchaguliwa kwake kuwe ndo sababu eti ya Yanga waondoke waende nusu finali sijui. Mimi na robo finali hawafiki. Tunaongea tu ukweli. Ngoje tupo hapa. Unaona Young Africans katika hatua ya robo finali? Wewe ile timu ile unapoiona inafika ile. Yaani ukiangalia tukiuhalisia. Unajua sio wametufunga kwenye ngao ya hisani ile tia maji. Tunajua ni mistake zetu wenyewe, lakini next time hawezi tena kujirudia hii kitu. Kwa hiyo tuombeane tu dua. Lakini hao wenzetu wanatuombea sisi kwamba tusiende hata hii hatua ambayo hii si hatua robo final kwetu ni kawaida. Wao wanatuombea sisi. Wao wanatakiwa wafuate nyayo zetu sisi. Simba wanapita njia gani mpaka wanavuka hizi hatua za robo finali? Kwao imekuwa mpaka wametutunga jina wanatuita mwaka robo. Kwa sababu gani? Hizi hatua kwetu sisi ni easy kupita. Kwa hiyo wao wanatakiwa wafuate formula kwetu sisi, kwa sababu sisi ndio wakali wa hii michuano kupita kwenye robo finali. Sisi tunaipambania nusu finali, ndoto zetu na ndo akili zetu kwenda nusu finali. Yeah. Mtani wako jana alicheza mechi yake ya kirafiki dhidi ya TRA, matokeo ni bila. Inaweza kuongeza pressure. Mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara alitoka sare na Mbeya City, kitendo ambacho kiliwafurahisha sana mashabiki wa Simba. Siku zote Yanga anapofanya vibaya basi sisi mashabiki wa Simba ndio furaha yetu, na hata sisi tukifanya vibaya wao ndio furaha yao. Kwa hiyo sisi tunafurahia kwa ambacho kinachotokea upande wao. Hivi kwanza ule kocha washamfukuza bado yupo ule, basi sisi tunahitaji awepo mpaka siku ambayo tutakutana nao. Yani mpaka dakika hii kuna fukuto, wapo mashabiki na baadhi ya viongozi na ndio maana sisi tunasema tunamtaka aendelee kubaki. Sasa kwa nini mashabiki baadhi yao wanamkataa? Wakati kocha ni mzuri, kocha wa FIFA, kocha ana viwango kibao. Sisi kwetu meneja ana viwango vyote, lakini wanamuandafia. Kwa bado Romain Folz aendelee kubaki. Kwa mimi naomba aendelee kubaki kwenye ligi kuu. Sana mengi sana. Tunaona mengi sana. Yenye kufurahisha ama yenye kuumiza? Yenye kufurahisha na kupendeza kabisa. Safari hii ubingwa uhakika. Yaani 99%. 100%. Mechi mbili lakini. Nakwambia 99% Simba msimu huu anaenda kuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara, na klabu bingwa tunaingia nusu finali. Mechi mbili za ligi kuu Tanzania bara zinakufanya Hans utambe kiasi hicho? Kwa sababu nina kikosi bora, na mwalimu bora, na meneja bora. Ni sitambe kwa sababu gani? Na wachezaji bora. Uhakika 99% ubingwa msimu huu Simba anachukua. Tukutane mwisho wa msimu. Asante sana. Shukrani sana. Asante.